Seven Hits Media kwenye habari matukio. Leo ni siku nyingine tunakutana tena tukiwa wazima na kushukuru kabisa afya ambayo inatokana na Mwenyezi Mungu. Leo tuko sehemu moja inaitwa Visiga kwa kipofu, maeneo ya zahanati. Leo hapa kuna habari nzito sana kuhusiana na wananchi ambao waliamua kujitolea kurekebisha barabara hii kutokana na adha ya mvua iliyotokea. Imekuwa ni ngumu sana kwenye upande wa usafirishaji na watu kupita, na ukizingatia kwamba hii ni barabara kuu ambayo inapitisha wanafunzi, pia inapitisha watu ambao wanaenda zahanati. Tuko hapa na mmoja wa wadau ambao wamejitolea kuifanya hiyo kazi. Atajitambulisha mwenyewe, lakini pia atasema kwamba yeye hapa amesimama kama nani. Habari yako? Namshukuru Mungu. Kwa majina unafahamika kama nani? Mimi naitwa Salim Agoda. Leo uko hapa kama nani kwenye kuhakikisha kwamba utengenezaji wa barabara unakuwa sawa? Mimi nilipo kwa namna tofauti. Nipo kama mwananchi wa kata ya Visiga, lakini pia nipo kama mshiriki kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Kwa maana Chama cha Mapinduzi ndio ambaye anasimamia serikali. Kwa hiyo unapotokea matukio ya namna hii, kushiriki sio dhambi. Kwa hiyo nipo kwa namna hiyo. Tusimame na hapo kwanza, kama mwananchi umelipokeaje swala hili la kutengeneza barabara before, kwa sababu tumeona adha ambazo zinatokana hapa, baadhi ya wamama bodaboda wanaanguka, imekuwa ni mtihani sana na ni swala ambalo la muda mrefu. Kabla ya kufika hapa, ni lipi ambalo limekuwiwa sana mpaka ikabwa wewe kupoteza kuja kuingiza nguvu yako hapa kwa ajili ya wananchi wengine? Kwanza nimekuja kuona wadau wa maendeleo, namna ya wao waliona kuna namna ya lazima wajitolee kutokana na hii adha ya njia. Lakini tuzungumzia adha ya njia kwa zahanati, hii serikali pia wanaitambua na tayari kwenye mchakato. Lakini kwenye vikao vya wananchi vya mitaa na UDC walishakaa na kuona kuna namna ya kuwekeza baada ya mvua kuisha. Kwa hiyo sasa nilikuja kuona kwamba ni namna gani tunaweza kushiriki, kwa sababu haya ni matukio ya kushiriki. Kwa hiyo nami nimekuja kushiriki kuona tunaweza kupunguza, maana kutatua kwa namna ya eneo kama unavyoona ni ngumu. Sasa kwa vitendea kazi ambavyo tunavitumia kuondoa mpaka serikali ile iwekeze hapo. Na tukija katika upande wa serikali, ni upi mpango wao madhubuti kwamba tutakalofanya kwamba hapa ili tukio linakuwa ni kikomo chake, yani kwenye utengenezaji wa barabara hii, ili bado matukio haya yasiendelee kujitokeza, kwa sababu mvua ni mipango ya Mungu. Kama tunafanya repair alafu tunatengeneza kama tulivyotengeneza awali, kitokea tena mvua inaharibika, tunakuwa mchezo ni ule ule. Wewe umesema kwamba unasema katika upande wa chama, lakini unasema katika upande wa mwananchi. Tuje katika upande wa chama, ni ipi mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba tukio hili hapa linakuwa haliwezi tena kujirudia? Kwa upande wa chama nimehakikisha kwamba serikali imeelekezwa na imesimamiwa mara baada ya mvua kuja kuhakikisha kufanya matibabu ya kudumu, yani matengenezo ya kudumu ya njia hii kwa bajeti ya Julai kuendelea, kwa maana bajeti ya mwezi wa 7 ya kiserikali. Lakini pia serikali ilikuwa na mpango na tayari upo wa dharura kwa marekebisho ya njia. Mshukuru mdau mmoja, ukiondoa njia hapa, yuko mdau ametengeneza daraja kwa nyuma kule, kwa maana ya kuirahisishia serikali kwa muda huu ambao tutakuwa tunaendelea kujipanga kuja kufanya matibabu ya kudumu. Basi wenye magari, pikipiki watakuwa wanapita njia nzuri kabisa, ukiachana na hii. Kwa hilo serikali ina mpango mzuri wa kudumu wa kuhakikisha inakuja inarekebisha hii njia, na hiyo ipo. Hata wadau hawa maendeleo ile grupu ya Visiga yetu, hilo pia walikwenda kuzungumza na Mheshimiwa Diwani. Mheshimiwa Diwani akawapa ufafanuzi kwamba TARURA tayari mpango kazi wao upo, na hii ni kwa sababu tuna ujenzi wa kituo cha afya. Kwa hiyo kwa serikali haiwezi kuwa ina mpango finyu kiasi hiko kwamba tuwe na kituo cha afya alafu tuwe hatuna njia. Kwa hiyo lazima turekebishe njia, alafu then maendeleo ya zahanati na kituo cha afya, lakini kadhalika tuna sekondari. Kwa hiyo mpango wa serikali wao upo na uko mbioni kwa ajili ya kuja kurekebisha na kuanza matibabu ya kudumu, kuweka mifereji, lakini vile kufanya matengenezo makubwa ambayo hata mvua inyeshe kwa season zote barabara hii iendelee kudumu. Na ni upi mkakati huu wa kutengeneza hizi barabara za mitaa? Maana tumeona si hapa, tuna baadhi ya sehemu nyingine zimeharibika. Je, mipango huu ama mpango huu wa nguvu kazi za wananchi ni kwa ajili tu kwamba eneo hili ni zahanati na shule, ama mpango huu upo katika sehemu mbalimbali za barabara za wananchi? Kwanza mvua bwana imeathiri sehemu nyingi, sio Visiga tu, maeneo mengi. Kwa hiyo mpango wa serikali ni kuona wanapanga bajeti ya matengenezo walau kwa uchache, kwa sababu ukisema tutibie matibabu kwa barabara zote kwa season zote za mvua zisiharibike, sio kweli, kwa sababu kama utapita hata Morogoro Road, yako maeneo ambayo barabara pia zimeharibika kwa sababu tu ya mvua. Kwa hiyo muendelezo wa barabara nyingine kwa mitaa mingine pia serikali hili niliona, lakini pia halmashauri yetu manispaa yetu ya Kibaha chini ya mkurugenzi wetu Dkt. Rogers Shemeleka na baraza la madiwani nimeona tayari kuna bajeti ambayo imetengwa kwa ajili ya marekebisho ya barabara zote ambazo mvua inaenda ifanya
uharibifu. Lakini hii pia ni kwa mara zote, kwa sababu kila mwaka tunafanya marekebisho. Nadhani magreda yanapita yanachonga. Kwa hiyo mvua tu, kwa sababu sio maombi ya kwamba tunaomba mvua inyeshe ili kuharibu barabara. Kwa hiyo serikali iko mbioni na ina mpango wa si barabara hii tu, lakini kwa kuwa leo tuko hapa tunastiki na hii barabara, lakini barabara zote kwa mpango wa serikali yetu uko mbioni kurekebisha. Na upi wito wako juu ya wananchi ambao wanatumia barabara hii kwenye swala zima la kujitolea? Barabara hii kwa wito wa wananchi ambao wanatumia barabara hii, moja ni niwape pole, sababu wanazunguka, si kama wanakosa njia ya kupita, wanazunguka kwa sababu nimpongeze mdau waje kwa majina sijamfahamu, nilipita akagua, lakini nafikiri pia serikali ina mpango wa kumpongeza kwa kuwaona wananchi wa eneo hili wanapata shida na wanafunzi wenye magari, pikipiki, akatengeneza daraja kule. Nafikiri ni shauri pia kutoka si vibaya amekatia kuona ni mpango wa mwananchi ambaye amejitolea kwa moyo kuona wanazuia ama wanapunguza angalau idadi ya wananchi kupita kwenye ile eneo kwa shida ya ipungue. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa eneo hili, wao waendelee kuwa na imani na serikali yao, kwa sababu kwa kipindi cha mvua bajeti ya mvua na kiangazi inatofautiana sana. Bajeti ya mvua ni kubwa inayopitiliza, lakini kiangazi ndio na bajeti ndogo kwa sababu kuti maporomoko ya kiasi hiki. Na mdau mtazamaji wa 7 Hits Media, tukiendelea kusalia hapa kunako njia ya kuelekea zahanati, na kama unavyoona shughuli mbalimbali zikiendelea za utengenezaji wa barabara hii. Huyu ni mmoja wa wadau ambaye tumepata kupiga naye story 2-3. Tunaendelea kupiga story na wadau wengine ambao wapo wameshiriki katika eneo hili hapa. Tunashukuru sana kwa wakati wako. Asante sana. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatutazama 7 Hits Media, basi hii ni sauti ya Director Ngopili. Tunakaribisha kutazama 7 Hits Media tumekiwasha. Natazama 7 Hits Media tumekiwasha. Bwana, kwa jina naitwa Shabani Salumu, natokea 7 Hits tumekiwasha. Tunatazama 7 Hits Media tumekiwasha. Kufikia hapo tunakuwa tuna la ziada kupitia 7 Hits Media. Hii ni habari na matukio. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho kwa vipindi vingine na kufurahia na 7 Hits Media. 7 Hits Media tumekiwasha.